Tunaongea mbele ya Mwenyezi Mungu, kwanza kumshukuru kwa kipaji cha uhai, pili kumshukuru kwa ajili ya kipaji cha upadre. Jana tulisherehekea kipaji cha miaka 40 na leo tunasherehekea kipaji cha siku ya kuzaliwa kwa padri wetu. Happy birthday Father James. Tutuambie una miaka ngapi, na Mwenyezi Mungu azidi kukulinda na azidi kutuongoza. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Pia nawe. Ndugu zangu, tujuteni dhambi zetu tupate kujiweka tayari kusherehekea ibada takatifu ya misa. Na kuungamia Mungu Mwenyezi. Nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana nakuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombee kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Kristo utuhurumie. Kristo utuhurumie. Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Utukufu kwa Mungu juu na amani duniani kwa watu wenye mapenzi mema. Tunakusifu, tunakuheshimu, tunakuabudu, tunakutukuza. Tunakushukuru kwa ajili ya utukufu wako mkuu. Ee Bwana Mungu, mfalme wa mbingu, Mungu Baba Mwenyezi. Ee Yesu Kristo, mwana wa pekee. Ee Bwana Mungu, mwana kondoo wa Mungu, mwana wa Baba, mwenye kuondoa dhambi za dunia, tuhurumie. Ee mwenye kuondoa dhambi za dunia, pokea ombi letu. Ewe mwenye kuketi kuume kwa Baba, tuhurumie. Kwa kuwa ndiwe peke yako mtakatifu, peke yako Bwana Mungu, peke yako mkuu, Yesu Kristo, pamoja na Roho Mtakatifu, katika umoja wa Mungu Baba. Tuombe. Ee Mungu, unaongeza kwa neema zako nyingi idadi ya wale wakuaminio. Tunakuomba uwaangalie wateule wako waliozaliwa kwa ubatizo, uwavike vazi la uzima wa milele. Tunaomba hayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao,
anaishi na kutawala naye katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Amina. Somo la kwanza kutoka Matendo ya Mitume 2:36 hadi 41. Somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Siku ya Pentekoste, Petro alifungua kinywa chake akawaambia Wayahudi, nyumba yote ya Israeli na ijue kwa hakika ya kuwa Mungu amemfanya kuwa Bwana na Masia, ndiye Yesu huyu mliyemsulubisha ninyi. Waliposikia hayo, walichomwa moyo na wakamuuliza Petro na mitume wengine, tufanye nini enyi ndugu? Petro akajibu, tubuni na kila mmoja wenu abatizwe kwa jina lake Yesu Kristo, pate kuondolewa dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa maana ahadi hii imefanywa kwa ajili yenu na watoto wenu na wale wote wa mbali atakaowaita kwake Bwana Mungu wetu. Pia kwa maneno mengine mengi akawashuhudia na kuwasisitiza akisema, mjiokoe kutoka kizazi hiki kipotofu. Nao waliopokea neno lake wakabatizwa. Siku hiyo waliongezwa watu wapatao 3,000. Neno la Bwana. Zaburi. Nchi imejaa fadhili za Bwana. Neno la Bwana ni la kweli, matendo yake yote ni maaminifu. Bwana apenda unyofu wa haki. Nchi imejaa fadhili zake. Nchi imejaa fadhili za Bwana. Tazama, macho ya Bwana yawaelekea wale wamchao, wale wanaoitumania huruma yake, ili aziopoe roho zao na kifo, na huwahuisha wakati wa njaa. Nchi imejaa fadhili za Bwana. Nafsi zetu zinamgoja Bwana, yeye ndiye msaada wetu na ngao yetu. Fadhili zako zikae nasi, e Bwana, kama vile tunavyokutumainia wewe. Nchi imejaa fadhili za Bwana. Haleluya, haleluya. Hii ndiyo siku aliifanya Bwana, tuifurahie na kuishangilia. Haleluya. Bwana awe nanyi. Somo katika Injili ilivyoandikwa na Yohane. Wakati ule Maria Magdalena alisimama nje ya kaburi akilia. Alipokuwa akilia hivi, aliinama na kuchungulia ndani ya kaburi, akaona malaika wawili wamevaa mavazi meupe, wameketi mahali palipolazwa kwanza mwili wa Yesu. Mmoja alikaa kichwani na mmoja miguuni. Nao wakamwambia, mwanamke, unalia nini? Akawaambia, kwa sababu wamemchukua Bwana wangu, nami sijui walikomweka. Baada ya maneno hayo, akageuka akamwona Yesu amesimama huko, lakini hakutambua ya kuwa ni Yesu. Yesu akamwambia,
"Mwanamke, unalia nini? Unamtafuta nani?" Naye akadhani ni mtunza bustani, akamwambia, "Bwana, kama ni wewe uliyemuondoa, uniambie ulipomweka, nami nitamchukua." Yesu akamwambia, "Mariamu." Naye akageuka akamwambia kwa Kiebrania, "Rabuni," maana yake mwalimu wangu. Yesu akamwambia, "Usinishike, kwa maana sijapaa bado kwa Baba, lakini nenda kwa ndugu zangu ukawaambie, ninapaa juu kwa Baba yangu na Baba yenu, kwa Mungu wangu na Mungu wenu." Maria Magdalena akaenda akawapasha wafuasi habari, "Nimemuona Bwana," na yale aliyomwambia. Injili ya Bwana. Wakristo wapenzi, asubuhi ya leo tumsifu Yesu Kristo. Asubuhi ya leo ni siku ya 3 ya kipindi cha Oktava ambacho huwa kinaasilia siku 8, pale ambapo tunapata nafasi ya kipekee kuweza kutafakari kwa undani zaidi kuhusu ukombozi wetu ambao unapatikana kutoka kwake Kristo ambaye ni mfufuka. Na kwa sababu hiyo, asubuhi ya leo kwa kifupi, ningetaka tuweze kutafakari hasa kuhusu masomo yetu tukiongozwa na Injili ambayo inafuata. Kristo mfufuka kweli ndiye tumaini letu. Kristo mfufuka kweli ndiye tumaini letu. Mtakatifu Toma wa Aquino alipotafakari kwa undani zaidi hasa kuhusu Injili yetu ya leo, alikuwa na mambo haya ya kuweza kusema: "Nikiangalia kwa ustadi na undani zaidi, ninaona kana kwamba yule mwanadada mkongwe alikuwa na imani zaidi kuliko wanatheolojia maalumu." Maneno haya ya Mtakatifu Toma wa Aquino yanamwashiria yule mwanadada anayejulikana kwa jina kama Maria Magdalena, ambaye siku ya leo tunamsikia ya kwamba amefika pale kaburini na akapata ya kwamba imefunguliwa na yule aliyemjua kama bwana wake hayuko tena. Na maneno ya Mtakatifu Toma wa Aquino yanapatikana kwa sababu aliona ile safari ambayo Maria Magdalena aliweza kuipitia kabla hajaweza kufahamu Kristo kama Raboni ambaye alikuwa amefufuka katika maisha yake. Maria Magdalena anapofika pale kaburini, anakosa kumfahamu Kristo ambaye amefufuka. Na kitu cha kwanza ambacho anafanya, anamfahamu Kristo kama mmoja wa watumishi pale hivi bustanini. Na baada ya kutoka hapo, tunasikia ya kwamba anasonga mbele na kumfahamu Kristo kama mmoja wa wezi ambao wameweza kuchukua mwili wa Kristo kutoka pale kaburini. Na mwishowe tunasikia Kristo anapomuita jina lake, hapo ndipo anapofahamu ya kwamba huyu sio Kristo mtumishi wa bustani, huyu sio Kristo mwizi, bali huyu ni Kristo ambaye amefufuka, Kristo ambaye anaweza nipatia wokovu na matumaini katika maisha yangu. Wakristo wapenzi, asubuhi ya leo ni changamoto katika maisha yetu. Tunaomba tuweze kufahamu ya kwamba huyu sio Kristo ambaye amekufa, huyu sio Kristo ambaye amepotea, huyu sio Kristo ambaye hatusikii, bali huyu ni Kristo mfufuka, Kristo ambaye analeta matumaini, Kristo ambaye analeta wokovu katika maisha yetu. Siku ya leo na katika msimu huu tunapitia janga nyingi sana, hasa linaloletwa na ugonjwa wa korona.
Inaweza kuwa tumefika pahali na tunahisi ya kwamba huyu Kristo ameweza kutusahau sisi wanawake, lakini asubuhi ya leo Kristo mwenyewe anatueleza tufahamu ya kwamba yeye ni Kristo ambaye amefufuka. Yeye ni Kristo ambaye ana uwezo wa kutoa uchungu ambao upo katika maisha yetu. Yeye ni Kristo ambaye ana uwezo wa kutoa huu ugonjwa na kuturejeshea hali yetu ya kawaida ile ambayo tunaitamania siku zote. Hilo liweze kutendeka, lazima tuweze kuwa na matumaini, lazima tuweze kuwa na nguvu, lazima tuanze safari yetu ya kumgundua ya kwamba Kristo ni mfufuka ambaye tunamhitaji katika maisha yetu. Asubuhi ya leo hakikisha ya kwanza unapiga magoti, unamweleza Kristo ya kwamba wewe umeweza kumsahamu kama Raboni ama mwalimu katika maisha yako. Hakikisha unamweleza ya kwamba unafahamu ya kwamba yeye ndiye ambaye ana uwezo wa kukupa furaha katika maisha yako. Hakikisha una uwezo wa kufahamu ya kwamba wewe unajua ya kwamba huyu Kristo ndiye ambaye anaweza itunza familia yako katika wakati huu. Huyu ndio Kristo ambaye anaweza leta furaha katika familia yako siku zote. Mfahamu huyo Kristo kama mwokozi na wa kuleta matumaini katika maisha yako, jinsi Maria Magdalena alifahamu mwishowe ya kwamba huyu Kristo ndiye mwokozi wangu ninayemtafuta. Mtafute huyo Kristo na ile furaha unayohitaji mwishowe utaweza kuipata katika maisha yako. Kristo mfufuka ndiye matumaini katika maisha yetu siku zote. Tumtegemee yeye na siku zote maisha yetu yataona mwanga na heri, hata katika huu msimu ambao tunapitia ugonjwa wa corona virus. sadaka yangu na yenu kubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lake, na pia kwa mafaa yetu sisi na mafaa ya kanisa lake lote takatifu. Bwana, tunakuomba upokee kwa huruma dhabihu hizi za jamaa yako, ili kwa ulinzi wako wasiyapoteze mapaji uliowapa duniani, lakini wapate na yale ya mbinguni. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi. Awe pia nawe. Inueni mioyo yenu. Tumeinua kwa Bwana. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Ni vema na haki. Kweli ni vema na haki tukutukuze kila wakati, Bwana, lakini wakati huu kwa shangwe kubwa zaidi, kwa kuwa Kristo Pasaka wetu ametolewa sadaka. Yeye ndiye mwana kondoo wa kweli, aliondoa dhambi za dunia, alishinda mauti yetu kwa kufa kwake.
akaturudishia uzima wetu kwa kufufuka kwake. Kwa sababu hiyo watu wote wanaitukuza sikukuu ya Pasaka kwa furaha kubwa popote duniani. Nao malaika wote wa mbinguni wanaimba wimbo wa kutukuza wakisema bila mwisho, Mtakatifu, 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 Bwana Mungu wa majeshi, mbingu na dunia zimejaa utukufu wako. Hosana juu mbinguni. Mbarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni. Kweli huu mtakatifu na chemichemi ya utakatifu wote, tunakusihi uzitakase kwa nguvu ya Roho wako Mtakatifu dhabihu hizi, ili ziwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipojitoa kwa hiari yake atwese, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle wote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula akatoa kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe wote, hiki ni kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya la milele itakaomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wote kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Tutangaze fumbo la imani. Kristo alikufa, Kristo alifufuka, Kristo atakuja tena. Kwa hiyo Bwana, tunapokumbuka kufa na kufufuka kwake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kutumikia. Tunaomba kwa unyenyekevu Roho Mtakatifu atufanye tuwe jamaa yako, sisi tunaoshiriki mwili na damu ya Kristo. Bwana, ulikumbuke kanisa lako popote duniani, tukamilisha katika upendo, sisi pamoja na baba yetu Mtakatifu Francisco, maaskofu wetu Mwadhama Yohane Kardinali Njue, msaidizi wake Askofu Daudi Kamau, Wakristo wote ambao wanategemea sala zetu na wote ambao wametuomba tuwaweke katika sala zetu, hasa tukikumbuka siku ya kuzaliwa kwa mapadri Father James Karanja na Father Francis Pudia pamoja nami. Zidi kutupa heri na wema wako katika maisha yetu ambayo umetujalia hapa duniani. Kumbuke mtumishi wako Padre Francis Kariuki Mugwanjera ambaye anapumzisha siku ya leo, uliyemwita kwako kutoka dunia hii, kwa kuwa alishiriki kifo cha Kristo kwa ubatizo, umjalie pia ashiriki ufuko wake. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini na ufuko, wakumbuke na marehemu wote, wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote, ili tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza pamoja na Maria Bikira mwenye heri, mama wa Mungu, Mtakatifu Yosefu mchumba wake, mitume na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, na kuomba hayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa njia yake pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu wa Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima na utukufu wote daima na milele. Kwa imani tusali sala aliyotuachia Bwana wetu Yesu Kristo. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Tupe leo mkate wetu wa kila siku, samehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, tusitie katika kishawishi, lakini tuokoe maovu.
Ee Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote. Jalie kwa wema amani maishani mwetu, utuepushe daima na dhambi. Kwa huruma yako tusifadhaishwe na jambo lolote, tukojee kwa matumaini kurudi kwake mkombozi wetu Yesu Kristu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Ee Bwana Yesu Kristu, uliyewaambia mitume wako, na waachieni amani na wapeni amani yangu, usizitazame dhambi zetu ila tu kwa imani ya kanisa lako, ulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala daima na milele. Amen. Amani ya Bwana yetu Yesu Kristu iwe daima nanyi. Iwe pia nami. Tutakiane amani. Mwana kondoo wa Mungu, uondoaye dhambi za dunia, utuhurumie. Mwana kondoo wa Mungu, uondoaye dhambi za dunia, utuhurumie. Mwana kondoo wa Mungu, uondoaye dhambi za dunia, utujalie amani. huyu ndiye mwana kondoo wa Mungu, dhambi za dunia. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya Bwana. Ee Bwana, mstahili ingie kwangu, lakini sema neno tu na roho yangu itapona. When I first saw this product, I thought,
tafuteni yaliyo juu. Kristu alikuwa ameketi mkono wa kuume wa Mungu, yafikirini yaliyo juu. Haleluya. Tuombe. Ee Mungu Mwenyezi, utusikilize na hayo watumishi wako uliowajalia neema kamili ya ubatizo, wajalie kupata heri ya milele. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Basi kabla ya kumaliza ibada katika misa, ningetaka kuchukua fursa hii wish Father wetu a happy birthday. Tunakutakia happy birthday, happy birthday, happy birthday. Tunakutakia happy birthday, happy birthday, happy birthday. Basi uzidi kuwa mtu wa nguvu, kwa sababu wewe ni mtu wa nguvu. Uzidi kutukaribisha katika makao haya na uzidi kupenda Mungu, kwa sababu najua unampenda Mungu. Happy birthday and I wish you all the best. Asante sana Padri Eriko pamoja na Shemasi Wachira, kwa maana hata mimi nina watu ambao nahesabia ya kwamba kila wakati wananiweka katika sala zao, na pamoja si tu sisi watatu bali pia familia zetu zina ushikamano wa kipekee na tunaombea kila wakati. Sasa tushukuru Mungu kwa ajili wetu. Sherehe ya kuzaliwa kweli kwa hakika ni sherehe ya kumwambia Mungu asante kwa ajili ya kipaji cha wazazi, mama yangu marehemu Lucy Margaret Waithera na baba yangu ambaye nampenda sana, mwana wa Munene Mzee John Jao Kariuki, ambaye namshukuru pia kwa sababu alitulea vema pamoja na wazazi wenu na kufikia siku hii ambapo sasa ulikuwa unasema ni miaka mingapi? Nanusa for the floor. Hivi karibuni kunusa for the floor. Na nashukuru Mungu kwa yote. Bado mimi ni kijana mdogo, miaka nimesema ni 23. Kwa hivyo nashukuru Mungu for the 23 years amenipa uhai, na nitabaki nikiwa kijana na miaka mingine mingi. Na nakutakia kila heri Padri katika maisha yako ya ukuhani, ili Mungu azidi kukujalia mema yake, akuongoze, akulinde usiku na mchana, ukienda na ukiondoka, ukihudumia watu wa Mungu popote utakapokuwa, hasa sasa hivi wakati katika parokia ya Githaiga. Mungu akuongoze na akusaidie na abariki hata familia yako yenu, mzazi, wazazi ambao ni marafiki zangu, ndugu na dada, kina Sara, wote wabarikiwe na Mungu. Wachira, naporudi pale makao makuu ya jimbo pale Holy Family Basilica, tunazidi kukuombea bila kusita kila wakati. Hatujasahau maneno na misamiati, hata nakumbuka misamiati mizito mlikuwa nakimbia kwa kamusi. Na tunajua unafanya kazi nzuri. Mungu akusaidie, kupe neema yake. Tunajua kwa wema wa Mungu ambao ndio sala zetu mwaka huu, hata wewe utaunganishwa na kuhesabika miongoni mwa makuhani ama mapadri, tuweze kufanyia Mungu sadaka. Tunakuomba uzidi kushikilia hapo ama atoke kwa redio, tukae hapo bila kutoka. Tunakupenda. In a time of fathers you can call, and I know you can die also on our prayers. Wish you the best for Wakristo wote. Neema ya Mungu kwa sala zenu popote mlipo, mzidi kukaa nyumbani. Wakae wapi? Nyumbani. Tunaombea. Wengine wanasema wa sanitize na waoge mikono na sabuni, alafu observe hygiene, alafu mkae nyumbani. Tunaombea na nyinyi mtuombee. Neema ya Mungu iwe pamoja nasi. Kwa Wakristo wote wa parokia yetu ya Kristo Mfalme Githurai Kimbo, tunashukuru kwa wema wenu, tunashukuru kwa ukarimu wenu, tunashukuru kwa sababu bado mmesimama na kanisa lenu na parokia yenu. Popote mlipo, Mungu azidi kuwaneemesha na kuwabariki hapa kane katika maisha yenu, wakati wa furaha, pia katika wakati wa shida. Neema ya baraka ya kuzaliwa kwangu na iweze kuwafikia kila mmoja wenu. Na washukuru mapadri wawili ambao tulizaliwa siku moja, sijui kama ni kwa sadfa
Father Karaja James na Father Francis Mbudia. Tulizaliwa siku moja hii ya leo tarehe 14 mwezi wa Aprili, tuwatakia pia kila laheri katika siku yao ya kuzaliwa. Asante Padre Eriko, kuomba utupe baraka kuu na uweze kutubariki. Na naambiwa na Washira amekuja na keki, kwa hivyo tutakata keki. Kweli tutakata keki kwa mlahaka. Tutakata keki na ni vyema kumshukuru Mwenyezi Mungu. Asante pia Shemasi Washira kwa kuja na kujumuika nasi. Tunakupenda na tunakuomba, tunaomba Mwenyezi Mungu azidi kukupa nguvu na utafika, utawahi. James, thank you. Tuinamishe vichwa vyetu, tupokee baraka kuu katika kipindi hiki cha Pasaka. Mungu amependa kutukomboa na kutufanya watoto wake kwa kufufuka kwake mwanawe wa pekee. Waomba awajalie furaha na baraka ya milele. Amina. Naye mkombozi aliyewajalia ukuu wa sikukuu hii ya Pasaka awajalie na vile urithi wa uzima wa milele. Amina. Kwa imani mmefufuka pamoja naye katika ubatizo na katika kuishi vema hapa duniani. Tunaomba mkae pamoja naye milele mbinguni. Amina. Na baraka yake Mungu Mwenyezi, ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwashukie na kukaa nanyi daima na milele. Amina. Nendeni kwa amani. Ibada yetu ya misa imekwisha. Muwe na siku njema.
mnafikiria hamna keki, iko hapa. Washita tusomee hii keki imeandikwa aje? Happy birthday Father James. Asante sana wote ambao pia wameweza kutoa hii keki. Tunawabarikisha kwa Mungu na kuombea baraka na neema zake. Sasa hii mambo ya kukata keki nilikuwa na Washira, mlisoma mkaenda kwa shule, mko university kwa sababu kukata keki. Kweli leo ni siku kubwa sana Father James, na tunataka wish a happy birthday. Asante. Zidi kumpenda Mwenyezi Mungu, Amen. zidi kumtumaini na zidi kuishi maisha ya furaha. Asante. Keki ina madoido mengi na hadi vitu ambazo tutakula. Utamu wa maisha uko ndani ya keki. Kata keki, kata, 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 kata keki, kata, kata, kata. Tuna meza mate, mate, mate. Tuna meza mate, mate. Ni ya birthday, 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 birthday. Ni ya birthday, 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 birthday. Ni ya miaka ngapi, ngapi, Ngapi? 23. Ni ya miaka ngapi, ngapi, ngapi. Keki tamu, 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 tamu. Keki tamu, tamu, tamu. Muna meza Mate, mate, mate. Muna meza mate, mate, mate. kwa sababu ya corona hakuna ile mastaili nyingi za kuumishana keki. Hakuna. Sasa nitampa Deacon, atanipa alafu nitachukua kwa mkono, sababu ndiye last born wangu kuweka hapa. Tunashukuru sana, asante sana Shamasi. Mtamu. Anayejongea sasa atakula keki. Mpigie Yesu makofi mkimaliza. Mtamu sana.